Kwa majina yangu naitwa Lawrence Kanampio. Mimi ni mmoja wa viongozi kwa jamii ya Wameru kama patron wa Tigania. Leo nimesimama hapa kushutumu na kukodemu yale matamshi ya wale waliongea juzi wakijidai ya kwamba wao ndio viongozi wa jamii ya Wameru. Tuko hapa kusema ya kwamba wao sio viongozi wa jamii ya Wameru. Viongozi wa jamii wa Meru wako hapa siku ya leo. Wale tulifanikiwa kufika pale Irunduni kwa deputy president. Tuliona wakati wa Meru waliambiwa wasimame, hiyo timu ilibaki kama imeketi. Na wao walisema ya kwamba wao si wa Meru. Sitaki kusema walisema wao ni kina nani hapa. Lakini kwa sababu walikana wa Meru mbele ya deputy president, hata sisi tunawakana hapa leo ya kwamba wao si viongozi wa Wameru. They are not our leaders. Na any business ambayo watatransact kivyao. Wamekuwa wakishutumu governor kila wakati wakiongea. Wamekuwa wakishutumu na kuongea vibaya ya MCA Honorable Kiambi kila wakati wakiongea. Nataka niwaambie namna hii. Walikuwa na Kiambi wakati mrefu wakimshika katika opposition. Hakuna siku sisi tuliongea kumtusi Kiambi. Tulimpembeleza katika upendo na kumuongolesha mpaka tukamleta upande wa serikali. Na kwa sababu ameingia upande wa serikali, ninaomba waheshimu Kiambi kama vile tulikuwa tunamheshimu bando akiwa katika opposition. Kiambi amefanya handshake na governor na atafanya kazi na governor mpaka 2027 bado tumrudishe tena kama MCA wa Bera. Mimi niko mbele yenu. Ninashukuru kwa sababu ya hawa wako nyuma yangu. Community ya Wameru wa Isiolo tuko pamoja. Na ndio maana unakuta viongozi wote tuko hapa, chairmen wa sub-tribes na patrons na leaders wote tuko hapa. Tunashukuru kwa sababu ya kufanya kazi tukiwa pamoja. Na kuna watu kule nje wanasema jamii ya Wameru haijashikana. Jamii ya Wameru kweli haijashikana? Haijashikana? Kwa hivyo ninasema wale wanasema jamii ya Wameru haijashikana washindwe. Wafanye nini? Washindwe. So ya muhimu ni vile tunaunga serikali yetu mkono kwa sababu ya kazi mingi zile ambazo tumeona zikifanyika kutoka serikali kuu hadi serikali ya county. Tumeona maendeleo na tumeona usaidizi. Aswa siwezi sahau na vile Gavana Nguyo ametusaidia Mwangaza ikiwa inaenda na watu ambaye hatujui walikuwa wametoka wapi. Lakini aliingilia kati na hiyo kesi ilikuwa Mwangaza ikaweza kuisha, na saa hii kama jamii ya watu wa Mwangaza tunafurahi sana kwa sababu ya hiyo. Ya pili, kuna watu wanazungumza huko nje wakisema ati gavana hafanyi maendeleo kwa sababu hajakutana na yeye mwenyewe binafsi amwambie. Anasema ati gavana hakuna maendeleo anafanya. Sisi kama viongozi wa jamii ndio tunajua na tumeona na hata wananchi wameona kwamba serikali ya kaunti ya Isiolo inafanya kazi, na ndio maana tunaitambua na tunaiunga mkono 100%. Kwa hivyo mimi sitaki kuongea mambo mingi. Ninajua wao viongozi wako hapa ni viongozi ambaye wako na macho na wanajionea kwamba ile kazi ambaye inafanyika ni kazi ambaye inaonekana na kila mtu, na ndio maana tunatoa shukrani zetu sana. Nikimalizia, niko na mzee wa Tigania ule anasimamia wazee wa Tigania ambaye ni Bwana Munya. Ninamkaribisha hapa naye azungumzie kitu. Karibu sana mzee. Asante. Mimi ni coordinator vice chair wa Tigania Council of Elders, na mimi ile kitu ningeomba Wameru, na kwanza niseme hapa sasa leo mimi sisimami kama Mtigania, ninasimama hapa nikiwa Mmeru. Ile kitu ningeomba Wameru wetu ni ya kwamba tusifanye mistake kwa serikali ikiwa inaketi au kama iko kwa ofisi. Ninasema hivyo kwa sababu sisi Mount Kenya
tulipigana kufa kufona kwa sababu ya serikali ya county ya national government ile iko. Lakini wakati serikali ilipita, sisi tukaanza kuretreat. Wale walikuwa napigana na serikali wakaingia kwa serikali. Sisi kama Wameru mbeleni, hata kama tulikuwa tunapewa nafasi ya kazi ama nafasi yote katika county, tulikuwa tunapewa tu watu wawili watatu, lakini katika nyumba zote za Wameru saa hii kila nyumba inafurahia. Kwa maana gavana anapeana nafasi na anasaidia kila mtoto, kama ni wa Igembe, kama ni wa Tigania, kama ni wa Tharaka, kama ni wa Imenti, wote gavana amewashughulikia. Kwa hivyo mimi kile naomba wana Isiolo na Wameru wale tunaishi hapa Isiolo, naomba tuungane pamoja nyuma ya huyu kiongozi, na wale wako na siasa mingi hapa, wacha tungoje mwaka wa 2027. Otherwise kwa sasa kila mtu amechaguliwa mahali amechaguliwa, afanye kazi mahali anafanya, na sisi tusimame na uongozi, kwa maana kama jamii tukisimama na uongozi najua tutafurahia matunda, na wakati wa siasa ukifika ile mwaka ingine tutaenda kumaki hiyo kazi imefanywa na mwenye ambaye tulichagua. Kwa hivyo mimi kama kiongozi wa jamii ya Waigembe nasema gavana naona anafanya kazi nzuri, na Wameru naomba tuungane pamoja. Hata hii kikundi kingine inaleta mgawanyiko, tunawaita wakuje ili sote tushikane, kwa sababu umoja ni nguvu, na tukishikana tutapata matunda kutokana na hii serikali. Witherford Mwirigi Moronge. Mimi ni mkaaji wa Bulapesa na nimetoka jamii ya Imenti. Tukiwa tumeongozwa na patron wetu Mr. Moria. Sisi kama jamii tuko mahali jamii zingine ziko za Wameru, na tuko katika serikali ile ambayo iko saizi. Na watu wetu wa jamii ya Imenti na Wameru jumla, pengine ile kitu nitaweza wauliza tu, tusipokuwa kwa serikali tutakuwa wapi? Ni option gani tuko naye? Ule anataka tutoke kwa serikali tuende kwa upinzani, tunaenda kwa upinzani kufanya nini? Ama kupewa nini na upinzani? Tusipounga mkono ule gavana ambaye tuko naye hapa, ni gavana nani mwingine tuko naye Isiolo saizi isipokuwa Guyo ambaye tutaenda kwake na tupate ile kazi ataweza fanya. Kwa hivyo kwa sasa sisi tuko nyuma ya gavana, ni kwa ajili kitu kimoja ameonyeshana kwamba anasikiza jamii. Nafikiria less than a week tumekusanyika kama jamii wote, ametuita jamii ya Wameru, akatuambia vitu ametufanyia. Mahali ambapo ninaishi Bulapesa, tumeona daraja hii ambayo imetusumbua hapa ya Kawosh inaendelea. Kuna daraja ya Kamukuri imefanyika. Kuna lami inatengenezwa kutoka Safi Estate inakuja kutokea mpaka Kulamaya kwa Kabro. Na kama hiyo si maendeleo, sijui maendeleo ni nini. Since devolution hatujaipata nafasi nyingi kama zile jamii ya Wameru imepata in the county government. Jambo la pili, ukiangalia since devolution, this is the first time tumepata lami inawekwa Bulapesa. Bulapesa ilikuwa imesaulika na saa hizi at least tuko na lami. Jambo la tatu, tunaona maendeleo hata Wabera, na kiti ya kwanza nimefurahia gavana ni kijana. Si ni ukweli jameni? Anatengamana na vijana, na wakati tuko naye tuna feel at least huyu ni ndugu yetu, sile tunamuapproach ati akiwa ile tunamuogopa. Anakuja tunatengamana pamoja, na pia tuna feel kwa hakika tunahitaji kumpatia muda ingine ndiye aweze kuweza kutuhudumia. Naitwa Makena Frida, kiongozi wa Meru, Youth Meru ambao wanaishi Isiolo County. Kwanza niseme na shukuru kwa mwito wa leo, na nishukuru viongozi wa jamii ya Meru ambao wameona ni vizuri kuitana leo ndio wananchi wa Isiolo waweze kutambua uongozi wa Meru County community leaders. And in support of community leaders who have made this call for Meru community to unite and to attest that Meru is united under the government of the day led by Governor Guyo. Sisi hatuna fitina, na tumeona ni vizuri tushirikiane pamoja, watambue viongozi wa Meru ambao wanaishi Isiolo. Nikiongea kwa niaba ya vijana, ni mwito naita kwa vijana wenzangu wakuje tushirikiane pamoja so that tuweze kubenefit kwa serikali ambayo tuliungana pamoja tukaipigia kura, na tuache fitina mingi. Kama kutakuwa na any changes, mtu angoje mpaka 2027.
Sina mengi ya kusema, barikiwe sana. Na mimi ninatoa wito wangu ya kwamba kuna wale watu ambao wamejiweka kwa opposition na ambao wamekuwa leaders in this county na wamepewa kazi na serikali ya national government, na wanatumia hizo resources kufuruga amani yetu hapa Isiolo County. Na sisi kama wakazi wa Isiolo County tumesema gavana wetu ambaye ni Abdi Ibrahim Nguyo apewe nafasi afanye kazi yake, kwa sababu watu wa Isiolo County walimpigia kura ndio akashinda, kwa sababu kulikuwa na candidates hakuwa peke yake, kulikuwa na candidates wengine na yeye ndiye aliibuka mshindi. Kwa hivyo watu watulie, wajue sasa saa ya siasa, ni saa ya kufanya projects, kufanyia wananchi wa Isiolo maendeleo, wampea nafasi yake afanye kazi. Na wale wanatumia resources za national government kufuruga amani hapa Isiolo, wajue sisi tunahitaji amani, na wamekuweko wakiwa viongozi na wameamua ati wanataka kufanya hii Isiolo ikue ungovernable. Na sisi hatutakubali. Kwa sababu gani? Wataifanya ungovernable na bado wanakuja kutafuta kura. Sisi nao kama wananchi wa Isiolo wajue kazi yetu ni kumark na kujua ni kina nani wamekuwa wakitufuruga, wakitukosesha amani hii town. Tunashindwa hata kufanya biashara zetu kwa amani.